Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baada hii katika sehemu ya tatu, miujiza na maajabu ya maji ya kutenga. Niwaambie maji haya unaweza ukayatumia katika jambo lolote: tiba, kuondosha vifungo, kuondosha mikosi, kuondosha mabarani. Tukienda haraka haraka leo, tukienda kumalizia miujiza yake, unaweza ukatumia kwa ajili ya kinga ya mwili. Mtu unataka kujikinga dhidi ya maradhi ya kichawi, dhidi ya hasadi, dhidi ya kijicho, dhidi ya ubaya, masuala mengine. Bismillah. Tumia haya maji. Nini unafanya? Chukua maji yako vizuri, labda kwenye glasi ama kwenye kikombe ama kwenye jagi, yani chombo ambacho juu wakati unasomea kitakuwa kinaingia ile pumzi yako. Anza istighfari zako mara 10, la Allah mara 10, swali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 10, kisha soma sura al-Fatir, sura 35. Sura al-Fatir isome hiyo sura yote mara moja tu peke yake. Soma mara moja yote. Baada ya hapo chukua soma sura Hadidi kuanzia ya kwanza, sura Hadidi aya ya kwanza mpaka aya ya 4. Soma mara 7. Irudie hicho kipande mara 7. Baada ya muombe Mwenyezi Mungu, sema: ya Allah, uliyesimamisha bahari, uliyesimamisha majabari, uliyotandika ardhi, uliyoisimamisha mbingu na ardhi, uliyoibariki bahari, ulivyovitengeneza, ulivyoviumba vingi tunavyojua sivyo, na kuomba kwa baraka zako na siri zako na neema zako, unijalie kwamba dawa hii au maji haya au dua hii iwe kinga, mwili wangu uwe kama chuma dhidi ya uchawi. Yote nataka nifanyie uchawi, basi mwili wangu usiwe na sehemu yote, ugonge na urudi kwa yeye mwenyewe. Ataka niroga labda achukue nyota zangu, basi apotee vile vile bismillah taala. Mpe maji hayo mtu, kama unawasomea watu 10, 20, 100, tumia kunywa, pia anywe. Napendeza anywe katika mara tofauti. Naweza kanywa leo kidogo, kesho akanywa kidogo, kesho akanywa kidogo, siku yote mwenyewe akanywa kidogo. Kwa uwezo wa Allah hakuna uchawi unaweza kuingia ndani ya mwili wa mtu aliyesoma hii dua. Jamani, utaalamu na mambo mengi. Sema mbona kila kitu ni kizuri? Vyote ni vizuri. Uzuri wake upate tu walimu wenye kukufundisha. Haraka tuende kwenye kufungua vifungo. Unahisi una vifungo vizito vikubwa, umechukiwa, una minuksi, una mabaraha, una mamazito. Chukua maji yako, somea sura ya Yasin mara moja, kisha soma sura ya Fatiha yote ile, inna fatahna laka fatahan mubina, isome mara 3. Soma yote. Hii unaweza ukafungua mtu aliyefungika riziki kwa masuala mengine. Kwa nia yako mpe yale maji ya ugee na kunywa kwa muda siku 3. Au unaweza ukafungua labda biashara fulani iweze kupata wateja, nyumba labda iweze kuuzika, mwanamke apate ujauzito, mwanamke aliyefika muda anataka kuondoka kupata kwenda kujifungua, lakini unakuwa kuna tabu. Lakini unaweza kutumia maji hayo katika kufungua, kuondosha mikosi na hivi. Ukitaka kuongeza nguvu katika yale maji yako, tia hivi vitu ambavyo ninakuelekeza hapa. Chukua mvuje, gonga upate unga, chukua rititi weka mule, chukua karafuu maiti weka hapo, chukua batinuksi weka hapo, chukua majani ya kivumbasi changanya hapo. Ukikosa majani ya kivumbasi acha, weka hapo. Lakini hata ukikosa hivyo dawa zako zote, vyote bado ni mujarrab. Kokote pale ulipo duniani tumia dua hii. Unahitaji kuolewa, utafunguka. Unahitaji kupata kazi, utafunguka. Unahitaji kupendwa, unahitaji kusikilizwa, unahitaji kuaminika, unahitaji kukubalika, unahitaji kunini bismillah. Dua hii inaitwa dua ya kufungua mambo, lakini kuongeza mambo kwa makubwa, kwa mazuri bismillah. Tumia haya maji. Lakini vile vile nakupa na hii siri. Wewe ukihitaji mke wako hakupende mapenzi mazito, asiweze kukua, asikwa chochote, unaisema na mke wangu anatanga, mke wangu ana bimada, mume wangu ana hivi na popote pale, sawa tumia hiyo haya maji. Yachukue, yasome bismillahirrahmanirrahim mara 786. Nuiza unavyokusudia, kisha weka maji yale kidogo ndani ya mdomo wako. Sema, kwanza sasa hivi nataka kauli zangu zisikilize, amri zangu uzitii, maneno yangu yaelewe. Rudishia yale maji, mpe anywe mara moja tu. Huyo mtu
tayari umempa jambo zito sana. Hakikisha usimwache mtoto wa watu bismillah. Maji haya vile vile kwa kutumia, inaingia kwenye dua mbalimbali. Ukiyachukua haya maji ukachanganya kwenye dua zako zote zile unazozijua, inakuwa mujarabu na inakuwa na nguvu sana sana sana. Kwa hiyo nikusii kwa wewe bado ambapo hujapata hivi vitabu vyetu bismillah, nunua hivi vitabu vya Mwalimu Ibuka kokote pale ulipo duniani, vinaweza kukusaidia. Kuna vitabu vya tarasimu kama tulivyozungumza, kuna vitabu vya mitishamba, kuna vitabu vinahusiana na aya za Qur'ani na mambo mengine. Basi vitabu hapa nitakuonyesha labda vinne. Kuna mijarabati kun faqul, kitabu kipya hiki, na hichi kitabu cha uchawi wa moto, kuna hii koba la uganga, lakini hii koba la uganga, kuna jiko la uganga na kuna bobole la mganga. Hivi vitabu vitatu. Hichi kitabu kingine cha Safina Nzito katika tiba, na ina rafiki yake inaitwa Ngome ya Tiba, na kuna uchawi wa pwani na masuala mengine. Kwa hiyo vitabu hivi ni vingi sana. Kwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kupata vitabu vyetu kwa shilingi 10,000 tu ya Kitanzania, lakini unaweza kupata baadhi ya vitabu kupata kwa shilingi 15,000. Vile vilikuwa vinauzwa 30, 40, 35 na mambo mengine. Mimi nikusihi kama wewe bado hujasubscribe, hujalike, hujakomenti, karibu sana Nando Online TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.